sura ile ya 4 na mstari ule wa 13 hadi 17. Neno la Mungu linasema, lakini ndugu, hatutaki msijue habari zao waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Yesu Mungu atawaleta pamoja naye.
Waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 15 kuanzia aya ya 50. Ndugu zangu, nisemayo ni haya, ya kuwa nyama na damu haziwezi kurithi ufalme wa Mungu, wala uharibifu kurithi kutokuharibika. Angalieni, nawaambia ninyi siri, hatutalala sote, lakini sote tutabadilika kwa dakika moja, kufumba na kufumbua, wakati wa parapanda ya mwisho. Maana parapanda italia na wafu watafufuliwa, wasiwe na uharibifu, nasi tutabadilika. Maana sharti huu uharibikao uvae kutokuharibika, na huu wa kufa uvae kutokufa. Ndugu zangu, kama nilivyokwisha kusema awali kwamba tuko mahali hapa kwa ajili ya ibada ya mwisho ya kumsindikiza mpendwa wetu Specioza kwa safari yake ambayo ameimaliza. Bwana Yesu asifiwe. Ambapo Mungu yeye mwenyewe ameona ni vema ampumzishe. Amen. Kwa basi niwakaribisheni kwa muda huu mfupi ambapo tunahitaji kutafakari neno la Mungu kwa ufupi sana. Na tuombe. Tunakushukuru Mwenyezi Mungu Baba yetu wa mbinguni, Mungu ketie mahali pa juu sana papenuka. Asante kwa yote yaliyokwisha kufanyika. Tazama mtumishi wako, mtumwa wako, nisiyestahili, nisiyefaa kitu chochote Bwana. Nimesimama mbele za watoto wako. Naomba unistahilishe. Naomba unipe kibali cha kunena na wanao. Watoto wako wote Bwana, na ufungua masikio ya kimwili na kiroho, ili kile utakachoenda kuna nasi katika ibada hii tupate kuzaa matunda. Ni katika jina la Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Basi walio na Biblia tuangalie waraka kwa Wathesalonike. Ni maandiko aliyoandika Paulo akiandikia Wathesalonike. Thesalonike ulikuwa mji mkubwa kule Roma. Watu wa Thesalonike walionekana kuipokea imani, na Paulo akawapenda kwa sababu wameipokea imani ya Kristo. Lakini licha ya kupokea ile imani, walikuwa na wasiwasi ya kwamba mtu anaponyakuliwa, siku Bwana atakaposhuka kuchukua wateule wake, itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu wao waliamini ya kwamba mtu akisha kufa basi imetosha. Lakini Paulo anasema, ndugu zangu, hatutaki msijue habari za wao waliolala nini? Mauti. Kwamba sisi tulio hai, siku parapanda itakapolia, hatutawatangulia. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kusema neno la matumaini, kwamba wewe mahali hapo ulipo, Bwana akikuita, watu watakaobaki watabaki na matumaini gani? Bwana Yesu asifiwe. Watabaki na matumaini gani? Kwa nini nasema hivi? Nasema hivi kwa sababu watu, wanadamu wa kizazi cha leo, tunaishi na tunatembea, lakini hatujijui na hatujifahamu kwamba tunatembea kwa uwezo wa Mungu aliye juu. Kwa sababu hiyo tunaenenda na kufanya mambo yasiyompendeza Mungu, kana kwamba tulijiweka wenyewe katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Mahara fulani nikasema kwamba Mungu alikuweka hapo kwa kusudi. Unaendelea kuishi, unaendelea kutembea kwa kusudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana apewe sifa. Kwa tuko hapa kwa ajili ya kuandaa maisha yetu ya baadaye.
kwamba kila mtu anakaa akifikiri, akitamani kuwa na maisha bora. Mahali hapa nikiuliza hivi, ni mtu gani ambaye atamani kuishi vizuri? Ni mtu gani ambaye atamani kuwa na maisha bora? Hakuna mtu atakayenyosha mkono. Kwa nini? Kwamba kila mtu anatamani awe na maisha mazuri. Anatamani wakati mwingine atembelee gari, anatamani wakati mwingine atembelee pikipiki. Kwa anatamani kila, ndio maana anashinda anakimbia ili atafute, ili awe na maisha mazuri, ili siku zijazo na yeye afurahi kama wengine wanavyofurahi. Kwa sababu maisha mazuri yanatafutwa na utakatifu unatafutwa. Maana Yesu Kristo anasema kwamba nimeenda kuandaa makao, ili mimi nilipo ninyi nanyi mpate kuwepo. Kwa hiyo yale makao aliyeenda kuandaa, alienda kuandaa uzima. Alienda kuandaa sehemu ambayo watakatifu ndipo watakapokaa, watakapoishi maisha yaliyo na raha, maisha yasiyokuwa na majuto. Lakini sehemu hiyo ili ikalie, lazima uache dhambi, lazima ujinyime, lazima ujikane. Yesu anaambia wanafunzi, mtu yeyote anayetaka kunifuata mimi ajikane mwenyewe, aubebe msalaba wake anifuate. Bwana Yesu asifiwe. Ajikane, aubebe msalaba wake anifuate. Kujikana ni kujinyima. Usipojinyima huwezi kumfuata Kristo. Utabaki ni Mkristo tu wa mazoea. Utabaki ni Mkristo wa kuingia kanisani na kutoka, kwa sababu zipo dhambi ambazo umeshindwa kujikana na kuziacha. Bwana Yesu asifiwe. Mtu yeyote yule anayetaka kunifuata na ajikane yeye mwenyewe, aubebe msalaba wake anifuate. Unapotazama mazingira tunayoishi katika ulimwengu huu, starehe zimekuwa nyingi. Watu wamependa starehe kuliko kumpenda Bwana. Kwa sababu hiyo wameachana na makanisa, wameachana na kuingia kanisani kwa sababu ya starehe. Wameshindwa kujinyima, wameshindwa kujikana na kuingia kanisani na kumtafuta Bwana aliye hai. Kwa wanatafuta mambo ambayo yataishia katika ulimwengu huu. Yaani mtu upo busy kutafuta anasa, mtu upo busy kutafuta uchawi, mtu upo busy sijui kutafuta nini. Yaani unatafuta vitu ambavyo vitaishia hapa katika ulimwengu huu, ambazo hizo vitu havina faida katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu apewe sifa. Imana ishimwe. Wewe Bwana akikuita leo, utafikia sehemu gani? Neno la Bwana linaniambia baada ya kufa ni hukumu. Mnamalizana hapo kwamba wewe Bwana akikuita utaishia wapi? Na huo urefu wako na huo wizi wako mwisho wako utakuwa wapi? Bwana Yesu asifiwe. Baada ya kufa ni hukumu. Ukitazama habari za tajiri na Lazaro, walikuwa ni watu wawili walioishi katika ulimwengu huu kama tunavyoishi sisi. Tajiri akabahatika kuwa na mali nyingi, lakini mlangoni mwake akawepo maskini.
Sasa yule tajiri kwa sababu alikuwa na mali nyingi, alialika watu wengi kwake mara kadhaa. Kila muda wanakuja pale, wanakaa, wanakunywa na wanafurahi na wanatembea. Baada ya siku kadhaa tena anaalika watu pale, wanakula, wanakunywa na wanatembea. Lakini ndani ya mlango wake kuna maskini ambaye Biblia inasema mwili wake wote ulikuwa umekwisha na vidonda. Na yule tajiri, licha kwamba Mungu amempa neema, amembariki katika ulimwengu huu, akashindwa kumwonea huruma yule mtu. Akazidiwa na mbwa. Yaani mbwa akawa anaenda kwa yule maskini Lazaro, anamfuta, anamrambaramba kwa vile vidonda, anampangusa. Hali mwanadamu mwenye akili timamu ameshindwa kumwonea huruma, akazidiwa na mbwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe una huruma, lakini watu hawayasikii. Mioyo yao ishakufa na ganzi. Unajua ni ganzi. Singano watamini ganzi. Urwaye au magomba kukorerwa operation. Ili wakorere operation, wanakupiga kwanza sindano ya ganzi. Wakishakupiga sindano ya ganzi, hata kama watafanya upasuaji wa aje, maumivu hautasikia. Maumivu utakuja kusikia, ganzi imeisha mwili. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo katika ulimwengu huu tuna watu ambao mioyo yao ishakufa na ganzi. Mioyo yao ni migumu kama jiwe. Hata kama utahubirishe, hata kama utatangazaje neno la Bwana, hawapo tayari kupokea, hawapo tayari kuachana na anasa za ulimwengu huu. Endeleeni, lakini ipo siku mtajuta. Ipo siku mtajuta. Kwa sababu unachokiamini hakuna mtu atakayeishi milele. Na neno la Bwana limekataa kwamba mtu atazaliwa. Na Biblia imesema kwamba mtu ataishi miaka 70 kama atakuwa na nguvu 80. Bwana Yesu asifiwe. Ikizidi 80 itakuwa ya shida na mateso. Nikuva munzi ngo kushobora manayiko uzategera abuzukuru bagukiriza bajya kwanika kuzuba. Yaani mpaka usumva abuzukuru babishana. Jenda mukaje jana yuko musini wewe. Wagenda hayo maisha ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Imana ishimwe. Kuwa na matumaini kwamba sisi tulio katika Kristo, tulio katika imani, tunaamini ya kwamba Bwana hata kama atanitwaa, najua ya kwamba huko nilipo kuna maisha mengine mazuri ambayo nayatarajia, ambayo hayo maisha nimeyaandaa, nimeyatengeneza wakati nilipokuwa ulimwenguni, wakati nilipokuwa hai, ndipo nilipotengeneza maisha ya baadaye. Sasa wewe hapo ulipo, fikiri kwa dakika chache kwamba maisha ambayo umeandaa baada ya wewe kutoweka katika ulimwengu huu ni maisha ya namna gani? Katika safari ya kwenda mbinguni kuna magumu mengi ya kuvunja moyo. Nikiangalia mbele kuna mlima mrefu,
Asante Baba kwa ajili ya wema wako, kwa kuwa unaendelea kwa kujionea watumishi wako wanaoteswa kwa ajili ya jina lako. Amina. Pamoja na kuaga. Karibu. Kwa muda. Siku ya kesho. Karibuni kwa matoleo, karibuni kwa ziada. Kanisa la RCF ya Malaloni. Jaribu kuokoa muda. Anga si rafiki, basi kama huwezi kufika, unaweza kuona wengine kutoka Malaloni. Unaweza kufika hapo kwa wengine Malaloni. Baada ya hapo rais naona kuweza kupeleka wote tena ya baba vijana ila matoleo ya sadaka ila sadaka unaweza kuipita sasa tuone kesho pamoja tunapanga mstari kwa sababu tuende pamoja na kutuwezesha. Asante wa baba, tuwaalike wa baba, tunapita alafu tunapanga foleni kwa maana useme moja kwa moja upange foleni tunaenda pamoja kutuelezesha. Unapanga mistari miwili, moja huku mwingine hapa chini. Kuna kwa safari kidogo na sisi wengine tuko wachache. Wamama wenyewe wakielekea na sanati ya Malaloni. Wamama wenyewe kuleta chakula kule Malaloni. Tunawakuta kule Malaloni. Tunabaki na waimbaji.
Nimkaribishe mkuu wa familia hii ili aweze kutoa ya moyoni. Naomba kuishia hapa. Asanteni sana. Kwa majina anaitwa Lameki Matayo Masabile, ni mjukuu wa marehemu aliyetutoka. Bwana Yesu asifiwe. Nitangulize shukrani za dhati sana kwa ushirikiano wenu ambao mmeuonyesha. Si hapa, tunaomba ushirikiano huu usiishie hapa tu. Leo ni kwetu, kesho ni kwingine. Umoja wetu huu tuonyeshe na sehemu nyingine. Na imani ndugu jamaa na marafiki kutoka sehemu mbalimbali mmekuja kwa ajili ya tatizo hilo. Ni kiasi, yani mnamaanisha ni kiasi gani au ni jinsi gani ambavyo mmeguswa na hili jambo? Majina naitwa Stefano Samson, na huyo aliyekufa ni bibi yangu mzaa mama yangu. Kwamba nawasihi jirani zake wote kufuata nyayo alizokuwa nazo za upendo. Alifurahi pamoja nao, na kwa namna nyingine ya pekee na washukuru sana kwa sababu nao wameguswa, wamekuja, wamejitokeza wengi kwa sababu wamempoteza mpendwa wao aliyekuwa akifurahi nao. Lakini tunasikia kwamba alikuwa anaishi wilaya ya Kasulu, ndipo alikuwa anaishi. Na je, imekokwaje maisha yake ya milele yakaja amekuja kuhifadhiwa huku Kibondo? Aha. Ndio.
Basi alichukuliwa na mtoto wake wa kike ambaye ndiye wa kwanza kuzaliwa kwenda kwa ajili ya matibabu zaidi. Alimchukua akiwa na udhaifu wa ugonjwa ambao ndio umechukua hatua ya kumondoa. Lakini niseme tu kwamba hapa alipolazwa kwenye makao yake ya milele ni sehemu ambayo alilala mpendwa wake, mume wake. Kwa hiyo amekuja kupumzika karibu na mpendwa wake. Alidai hivyo ili aweze kustiriwa karibu na mume wake. Kwa majina naitwa Frank Samson, maarufu kwa jina la Matata. Mimi ni mmoja wa wanafamilia ambao tumeondokewa na bibi yetu mpendwa. Kwanza alikuwa ni mtu mwenye upendo kiasi kwamba hata ukienda unavyokaribishwa na unavyoweza kuona, tuseme tumepoteza tu mkubwa sana. Lakini pamoja na yote tunamshukuru, ametufundisha upendo, namna kuishi na watu, kushirikiana, kusaidiana. Ametuachia mbegu ambayo tunatakiwa tuiendeleze kama walivyokuwa wao. Majina naitwa Boazi Mbea Kashinda Tepesi. Yeye aliyefariki alikuwa ni mama yangu mpendwa. Alikuwa ni mama yangu mpendwa, ndio anaitwa Speciosa Mtakara Yumba. Kwa ufupi kabisa alikuwa ni mpendwa wangu, mama ananipenda, na mimi kwa tumbo lake kijana wake ambaye ni mtoto wa mwisho. Kwa hiyo nilikuwa nampenda sana na yeye alikuwa ananipenda sana. Mama alikuwa anaishi vizuri na jamii moja kwa moja, hata majirani zake waliokuwa wanamzunguka alikuwa anaishi vizuri. Pia alikuwa ni mkunga. Moja kwa moja natoa shukrani kwanza kabisa kwa ndugu jamaa na marafiki kwa siku ya leo kwa ajili ya kuja kukutia moyo na kutufariji moja kwa moja. Hivyo Mungu awabariki na waendelee na moyo huu wa kutoa hata kwa wengine. Naitwa Jessica Matayo Mathabiri. Kwanza nimejifunza kwake mengi. Amenifundisha namna ya kuishi na mume, amenifundisha namna ya kuishi na jamii, amenifundisha namna ya kuwakarimu wageni, pia amenifundisha usafi. Kwa kweli namshukuru Mungu. Bibi yangu alikuwa ni bibi mzuri sana kwa kila mtu. Mimi ninachoweza kuzungumza kwa ajili ya jamii ni upendo. Mkiwa kama ndugu, mkaishi kwa upendo, amani, furaha, lazima kila kitu kiende sawa. Naitwa Lea Samson Kakwira. Huyu ni bibi yangu mzaa mama. Ninachokizungumza aliniachia uhusia. Uhusia wa kwanza aliniachia kwamba nikae na mume vizuri, na mengineyo aliyonionyesha katika mafanikio yake aliyonipatia tangu mwanzo. Jamii naishukuru sana, maana kwa ndugu jamaa na marafiki wamepoteza muda wao, wamekuja kutusupport kumzika bibi yetu. Naitwa Samson Kakwira. Mimi ninachozungumza basi ni kumwombea kwa Mwenyezi Mungu amweke mahali pema milele na milele, kwa sababu hiyo njia ni kila mtu anaipitia, kila mwanadamu. Kwa majina naitwa Esther Matayo. Mimi mzaliwa Kitagata, ila makazi yangu naishi Kasulu mjini. Tuliishi naye vizuri tu, yeye aliishi huku ambapo wamemhifadhi, lakini baadaye aliishiwa nguvu, wazazi wangu wakawa wamekuja kumchukua, akawa naishi pale nyumbani na mama yangu mzazi. Nimejifunza, maana hata sisi ikitokea mama yetu kama ameishiwa nguvu, lazima tutamchukua, tutamtunze kama alivyotutunza sisi tulivyokuwa bado wadogo. Enzi zake za uhai alituambia tu maneno mazuri ya kuweza kujifunza kuishi na watu, kuishi na jamii, vitu kama hivyo. Jina letu Celestine Mesio Masadio. Ni bibi yangu mzaa mama. Kwamba tuendelee tu kufarijiana, maana haya ni ya kila mtu. Haya yapo sehemu yoyote na tumeumbiwa sisi.